Shalom shalom, kwa majina naitwa mtangazaji Ana hapa Charles Mwakitaro Media. Napenda kukukaribisha ndugu mtazamaji katika kipindi cha Neno Uzima kwa Yesu kinacholetwa na mchungaji Mwaresi kutoka Kyela, ambaye ni mtumishi wa Mungu anayeweza kufundisha kila siku hapa. Ni mtumishi ambaye anaweza ukamwona kama Mwarabu, lakini ni mzaliwa wa Tanzania, mwenyeji wa Kyela. Bila kupoteza muda nimlete mzee wa kanisa Mwambapa aweze kumkaribisha mchungaji. Moja kwa moja tuelekee katika somo la leo. Karibu sana mzee wa kanisa uweze kumleta mchungaji katika kipindi. Barikiwa sana. Asante Shemasi kwa kunikaribisha katika kipindi hiki. Na mimi moja kwa moja bila kupoteza muda, ndugu mtazamaji, ni mlete mchungaji Mwaresi kwa ajili ya neno la Mungu. Karibu, usitoke hapo ulipo, endelea kujifunza neno la Mungu kutoka kwa mchungaji Mwaresi. Karibu sana, niweze kumkaribisha mchungaji. Mchungaji, karibu sana kwa ajili ya neno la Mungu. Asante mtangazaji Ana, asante mzee wa kanisa Mwambapa. Karibu neno la leo. Neno la leo, watu wamebaki kwenye mauti ambayo ilitokana na dhambi ya Adam. Mungu aliachilia mauti kwa sababu ya dhambi aliyoifanya Adam. La watu wamebakia kwenye mauti ile wakati Yesu amekuja tena kututoa kwenye mauti kwa njia ya Yesu Kristo. Waloma 5 mstari wa 1 mpaka wa 21 inaeleza vema ukisoma kitabu hicho, na utaona Yesu ametuletea uzima, na kila aishie na kumwamini hata kufa kabisa. Je, unayasadiki hayo? Mungu mwenyewe aliamua kuonyesha pendo lake kwetu sisi, na akaamua kumtuma Yesu kwa njia ya yeye tupate kuishi katika uzima. Watu wamebakia kule ambako Mungu aliachilia mauti kwa njia ya Adam. Hawataki kutoka na kubadili misemo yao ya midomo na mahubiri yao katika makanisa. Wengi wao ni wachungaji, wengi wao ni watumishi wa Mungu na watu mbalimbali. Wanaendelea kukiri mauti ya kufa na kujikadiria miaka ya kuishi kama ilivyokuwa kabla ya Yesu, na sasa bado wamebaki huko. Hii ni hatari kubwa kwenye maisha yako, kwa maana unapotamka na kujikadiria maisha, inaweza kutokea kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Methali 18. Ni hatari sana kukiri katika imani hiyo, kwa sababu Yesu alitutoa katika sheria na adhabu ya mauti katika hukumu hiyo ambayo Mungu alitoa kwanza. Yesu alikuja kututoa huko kwenye hiyo hukumu ya mauti. Na katika imani huleta matokeo. Imani, unapoamini kwa bado umebaki katika ile sheria ya dhambi na mauti, inafanya kazi na unakuwa umemruhusu shetani kuweza kutekeleza mauti kwako, kwa sababu umeruhusu kwa imani kabisa na umekiri kwa kinywa chako, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Methali 18:20-21, tumbo la mtu itajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, huwa utekelezwa kwa sababu tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, namna ya kukiri na kutamka. Hivyo Mungu akusaidie mpendwa wangu zaidi sana kwa miguu yako, utoke ukimbie hapo ulipo katika ile hukumu ya sheria ya dhambi na mauti iliyotawala wakati wa Adamu mpaka wakati wa Musa, na uende katika ule uzima tulioitiwa kwa Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumeondolewa katika hukumu ya dhambi na mauti. Tumewekwa huru kabisa, tumekuwa wenye uzima, kama alivyosema Yesu katika kitabu cha Yohana 11 mstari wa 23 mpaka mstari wa 26, akisema wakati wa Lazaro akimfufua, na yeye ndiye uzima na huo ufufuo. Kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Kwa maana
ukiishi ukimwamini Yesu na usijitamkie miaka ya kuishi, usijipangie miaka ya kuishi, unaweza kuishi maisha marefu. Lakini kama utaendelea kubaki katika imani ya hukumu ya dhambi, kama utabaki katika ile hukumu ya dhambi na mauti, basi unaweza kuishi miaka michache ile ambayo umejitabilia, kwa maana umebakia katika ile adhabu ya mauti na dhambi. Kwa hiyo, kwa maana Yesu hakuwa na umuhimu kwako alivyokuja, lakini kama ukichukua umuhimu wa Yesu kuja kwako, ni wewe kutoka katika hiyo sheria ya dhambi na mauti. Ni wewe mwenyewe kutoka kwa miguu yako na kwa imani yako ukimbie katika eneo hilo. Sasa ubadili maisha yako na kuishi maisha yaliyo katika Kristo Yesu yenye uzima, tena hata ule uzima wa milele, kurudi na kurudia tena, na ukaishi mara kwa maisha ambayo yamekusudiwa na Mungu mwenyewe, wala si ibilisi shetani. Na nipende kuwashauri vijana wote nao kuishi katika maisha yasiyo ya dhambi, waishi maisha yenye kumpendeza Mungu, ndiyo ni maisha yenye uzima. Wengi wanakufa pasina wakati wao, wakati wanakuwa wanajitamkia wanaishi maisha ya dhambi, wanakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, wanaondoa maisha yao wao wenyewe. Mungu wa mbinguni awabariki sana, na usiache kuendelea kufuatilia masomo mengine ambayo tutakuwa tukiwepo hapa katika chaneli hii ya Charles Mwakitalu Media, na tutaendelea kuelimishana kila siku neno uzima kwa Yesu. Mungu wa mbinguni awabariki sana, na watakia siku njema na maisha mazuri ambayo yamekusudiwa na Mungu kwa kila mmoja. Asante sana.